kijana mwingine anaweka bando kwenye simu ya shilingi 10,000 anaitumia ndani ya siku 4 na hakuna kitu ambacho ana gain kutoka kwenye ile 10,000 ambayo ameinvest kwenye simu. Lakini kuna mtu ambaye anatumia shilingi 1,000 kwenye simu yake anapata kitu ambacho kinamfanya anaongeza value, kama sio kwenye akili yake, lakini kwenye kipato chake. Kuna wimbi kubwa la vijana na wanaume wasiotaka kuoa, yani wanaiona ndoa kama jehanamu. Tumegeuka kusema kwamba nikijaliwa mtoto mmoja mimi na wapili bana na mtu yeyote, imekuwa hivyo. Vijana anataka kuonja kila kitu. Kijana wangu hapa amesema habari ya mshangazi, anataka kuonja hata mshangazi. Anataka kumuonja na mshangazi, lakini kumbe sio kila kitu cha kuonja. Vingine ni super glue, ukivionja vinanasa, havitoki mwanangu. Mipango unapoiandika inakusaidia baadaye unapo review, kwa sababu kwanza umeweka permanent documentation. Kuja kufutika ni mpaka pale wewe utakapokifuta ama umepoteza kile ambacho umekiandika pale. Nitapeleka Mike kwa Mzee Muna atufungulie uwanja huu, lakini nitapenda tu atuambie kidogo, sababu tunajua vijana mara zote tunakuwa hatuko katika mpangilio. Kwanza unaanza kukua, ulikuwa unahudumiwa. Je, ni lini uligundua ama ni lini kijana unatakiwa ugundue kwamba sasa yafaa uanze kuwa na mipango? Karibu sana Mzee Muna. Kwa ufupi tukiwaachia wataalamu. Asante sana. Mimi nitachokozea mada, alafu nitatupa kwenu tuweze kujadili, na mniwe radhi kwamba sauti yangu haitakuwa nzuri sana kulingana na changamoto ulionayo, lakini tutafika tunakokwenda. Kama vile MC wetu alivyotuelekeza kwa habari ya mipango. Mipango inaanzia pale mtu ambapo anajitambua, ambapo anajitambua kwamba yeye ni nani. Kipindi cha zamani kulikuwepo na namna ambavyo wazazi walikuwa wanatuelekeza kwamba sisi sasa tumesha kuwa watu wazima, tunapaswa tuanze mipango mingine, aidha kifamilia au na mingine na kadhalika. Kwa niseme kwamba ni vizuri sana kijana ajitambue kisaikolojia kwamba hapa alipo ni nani, yuko wapi na anakwenda wapi, kwa ajili ya maandalizi ya mipango ambayo tayari iko mbele yake. Na sio lazima utangaziwe mipango. Lazima kijana kishakuwa anajitambua au kuna majukumu yanayompeleka kwamba sasa hivi ninahitaji kuwa na 1, 2, 3. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo, jambo la muhimu sana ni kujitambua kisaikolojia na kuingia moja kwa moja kwa ajili ya mipango iliyoko mbele yetu na hasa ya kifamilia. Kwa niseme karibuni sana kujadili hili na kuweza kulitatua na kulipatia ufumbuzi. Asante sana. Kidogo hapo Mzee Muna umesema kujitambua kisaikolojia. Nakumbuka wakati mimi nikiwa mdogo, kuna baadhi ya mambo nilikuwa natamani kuyafanya. Natamani kuwa na familia. Wakati mwingine unatamani kulala, unaamshwa nenda shule na kadhalika. Lakini unaambiwa kwamba ukiwa mkubwa hayo mambo utayafikia. Kwa udogo ili mkubwa ambaye anafanya mipango, naweza ukatutambulisha hapo kidogo. Mtu mkubwa ambaye sasa anataka kufanya mipango anatakiwa aweje kwa kijana wa kiume na wa kike? Karibu Mzee Muna. Asante sana. Ili kujitambua kwamba wewe umekuwa mkubwa na unawajibika katika mipango mbalimbali inayohusu maisha yako binafsi, kwanza ni elimu unayokutana nayo katika jamii, mashuleni, vioni na kadhalika, na kujiweka sawa, yani kujilinganisha. Nitumia lugha ya kujilinganisha
unajifunza kwa wengine kwamba wewe kwa kiwango hiki unahitaji kupanga mipango kulingana na jinsi ulivyojifunza kwa wengine, aidha ule kutangulia au unaoshiriki nao, ili uweze kujitambua kisaikolojia kwamba na mimi pia ni miongoni mwa wanaohitaji kujishughulisha katika mipango. Asante. Sawa. Nitaanza na Mama Mona ambaye anasimamia swala la malezi, kwa sababu nafikiri wazazi ndio wenye jukumu hasa la kumtambulisha kijana katika ulimwengu wa utu uzima. Ni nini wazazi wanatakiwa wafanye ili kumwandaa kijana aweze kupanga mambo yake? Lini kijana anatakiwa aanze kupanga mambo yake kulingana na malezi ambayo wazazi mnampatia? Karibu. Asante. Kwa mipango ya kuanza familia, naomba nianzie kwa kijana mwenyewe kujifanyia tathmini. Nazungumzia habari ya mtu kujitathmini kwanza. Unapopata wazo la kuanza familia, ni lazima ujitathmini. Akili yako ipate majibu kwamba je, una uwezo wa kumiliki mke na watoto? Je, una uwezo wa kumiliki mume na watoto? Na we mwenyewe kwanza kujitawala. Mzazi yeye anapoanza malezi tangia unaingia duniani, anaanza kukushirikisha vitu mbalimbali na hatimaye unatokea mabadiliko ya kimwili. Haya mabadiliko ya kimwili yanaambatana na mabadiliko ya kiakili. Unapobadilika kiakili, mazingira yanakupeleka kubadilika hata kijamii, kwamba sasa kwa umri wangu nafanya mambo yanayoendana na mtu anayetarajia kuanza familia binafsi. Na kama unatarajia kuanza familia binafsi, unajitathmini kwanza wewe mwenyewe. Je, nimejiandaeje? Unajiandaa kwanza kisaikolojia. Ninapozungumza kujiandaa kisaikolojia, akili yako ikubali kwamba sasa wakati umefika mimi kuweza kujitegemea. Hii saikolojia mara nyingi inaendana na mazoea. Kijana alizoelea kuongozwa kwa vitu fulani, sasa anaanza kujiongoza yeye mwenyewe. Na alikuwa na tabia fulani ya kifamilia ile anayozaliwa. Anapoingia kuanzisha maisha mengine, akili yake imepokea kuanzisha mahusiano ili apate familia, anatakiwa ajue lazima akili yake iwe na mpaka, kwamba mazoea yanakuwa na mpaka fulani. Na hata huko anakoanzisha mahusiano anatakiwa kuwa yani anatakiwa kujua kwamba huyu anayemchokoza anatarajia kitu fulani. Sasa kama anatarajia kitu fulani, ile desturi na mazoea, kuna upande mmoja huwa lazima unapungua. Alizoelea labda apigiwe simu labda na mama yake au baba yake, halo Joni, sikuoni muda wa chakula. Yani ndio mazoea yake. Leo ameanzisha mahusiano kwa mtoto wa mtu ambaye sasa anatarajia kupokea kitu fulani kwake. Anatakiwa jue namna ya kubalance. Sasa anabalance vipi? Ni lazima awe muwazi. Yani tathmini yake iambatane na uwazi. Amejikubali kwamba anaweza, anakuwa muwazi kwa mtarajiwa wake na anakuwa muwazi kwenye familia anakotoka. Ili muda ule aliozoelea labda kupigiwa simu mzazi, mimi mama au baba, anajua huyu alishaniambia ana mipango yake fulani, amechelewa, huenda ana jambo lake. Hapo mara nyingi huwa inasaidia pia kuondoa hata migogoro ili ufikie malengo. Ili ufikie malengo au ufanikishe mipango yako ya kuwa na familia bora, ni lazima ujitathmini peke yako, ujikubali, uone kwamba unaweza, lakini ujikubali kwamba sasa kutakuwa pande zote mbili, kuna mpaka kwa wazazi na kwa huko unakotarajia kuchokoza au kuanzisha familia. Kwa hiyo mimi niishie hapo nikiomba kwamba kwa vile tupo wataalamu mbalimbali watatusaidia sasa hii saikolojia ili iweze kubalance na malengo yetu ya kuanza familia yafanikiwe vipi, tutachangia hoja kwa pamoja. Asante. Sawa.
Na natamani tumsikie Hassan kidogo. Mara nyingi sana vijana tunapotaka kuanzisha mahusiano au maisha mengine, unahitaji sijui kwenda kupanga nyumba, unahitaji kutafuta mwenza na kadhalika. Wakati mwingine tunapitia hatua ambazo kuna kupima afya, si ndio? Lakini je, huyu mtu ambaye unataka kuhusiana naye ama huyu mpangaji ambaye unataka kumpangishia nyumba yako, unamjua kama ni timamu kwenye akili? Au tunaangalia tu magonjwa fulani fulani? Sasa brother Hassan, natamani utuambie kijana anajipangaje ili kuweka mipango, awe mwanajamii ambaye anashiriki katika shughuli, ambaye anastahili kuwa mke, ambaye anastahili kuwa mume. Nini afanye ili awe mtu wa aina hiyo? Karibu sana. Asante sana. Mimi nishukuru tena kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu kuweza kuwepo hapa, lakini wote waliweza kuwezesha hili jambo, sababu mimi mwenyewe niko hapa lakini najifunza kupitia wazee wangu hapa, na wote uzoefu wao unapata kujifunza. Mimi nizungumzie kitu kimoja. Kuanzia kale hakuna tumekaririshwa naweza kusema, au hakuna mpango ambao umepangwa kwamba maisha yatakuwaje. Unajua leo nakuja, mama ananilelea, ananipikia pilau, naenda nikikua kwenye akili najua pilau ni kitu kizuri, ina maana naenda nikizoea. Sasa katika suala la afya akili kuna kitu kinaitwa matarajio kupita kiasi. Baadaye maisha yanaweza kubadilika, nisio nimezoea hiyo pilau au biriani, ikawa ni mambo ya ugali, mlenda. Sasa kwa sababu ya nilivyotengenezwa, ndo wakati huo sasa itajulikana matokeo inakuwaje, nitaweza kubaliana na hiyo hali. Kwa mfano, mzazi anampeleka mtoto shule nikiwa na matarajio kwamba yani nimpatie kila kitu chake, lakini huku dogo janja zake anapiga 20, 30. Nimeweka matarajio, labda kama mzazi anavyomsomesha anakuwa na matarajio. Kwa hiyo nazungumzia hiyo kwa upande wa afya akili, kwamba kuanzia huku kwenye malezi ya wazazi panatakiwa paniandae mimi kifikra, kihisia, ili niweze kuja kuwa na utendaji mzuri pale nitakapoenda kubeba majukumu yangu binafsi ya kuanzisha familia yangu mimi mwenyewe, au hata baadaye kutengeneza familia, yani kuingia kwenye mahusiano na kutengeneza familia kwa ujumla. Kwa hiyo tunahitaji walimu huko kwenye malezi ambao watatuandaa kiakili, afya zetu zikawa njema. Unajua wakati sisi tunazaliwa na dunia ya sasa ilivyo ni vitu tofauti. Zamani kwa kuna walimu wengi, kwa kuna hizi familia tunaita extended, lakini zinaenda zikiisha. Ile familia watu wengi, kuna shangazi, kuna mjomba, kuna mwalimu. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa nzuri ya kujifunza vitu vingi kupitia kwa walimu tofauti. Lakini sasa hivi kutokana na dunia jinsi inavyoenda, nikizungumzia afya ya akili ni changamoto, stress ni afya ya akili. Familia zinakuwa sasa ni nuclear, familia ya mtu mmoja. Sasa hivi kuna familia pia ya mama na mtoto tu, hamna baba. Mama anapanga kabisa kwamba nikitaka mtoto wa pili nitachagua mtu wa kuzaa naye mtoto wa pili. Tunaenda tukipunguza walimu. Kwa hiyo huenda kama ni changamoto zinakuja au mazuri, pia ni maandalizi ya kuanzia awali huku nikizungumzia. Kwa hiyo kijana, siku ya leo kama tukupata foundation nzuri awali katika malezi, majukwaa kama haya pia ni sehemu sahihi, sio ya kujiandaa. Mimi nadhani mpaka hapo kuna kitu tumepata. Sawa. Kidogo brother Hassan, najua tayari uko kwenye ndoa. Ndio. Natamani uwazungumzishe kijana kidogo kwa upande huo wa afya ya akili. Hivi mwanamume ambaye ana sifa ya kuwa mume au mwanamke ambaye ana sifa ya kuwa mke, kiakili anatakiwa aweje? Mimi nizungumze katika lugha yetu sisi vijana. Nizungumze kuna kitu kinaitwa mieyusho. Kuna sehemu mbili tunaenda. Naenda kazini, naenda nyumbani. Ndio huko nimeanzisha familia. Kwa maana nilisema matarajio, nisiweke matarajio kwenye jambo lolote ninaloliendea. House have to be in order. Nikisema house sizungumzii nyumba nje, nazungumzia ndani, inside job.
natakiwa niwe tayari kupokea lolote kwenye maisha. Mambo ni mengi. Tukienda kazini mambo ni mengi. Kuna mfano unaweza kukutana na mtu, bahati mbaya mkagongana kikumbo, lakini mtu anakuwa wa moto na matusi kabisa kwa sababu huko ndani hakuko tayari. Kwa mimi nimwambie kijana, kabla nisikurupuke, je, ndani niko tayari au na matarajio yangu makubwa kupita kiasi? Kwa sababu katika sehemu ambayo yenye maumivu makubwa ni sehemu ya mahusiano. Terrible, painful areas hiyo. Kwamba leo hiyo sehemu kama chumba changu cha maumivu ni kidogo huku ndani au kimejaa, basi na shughuli kwenye hilo jambo nikiwa naliendea. Natakiwa nifanye maandalizi, chumba kiwe kisafi, kiwe kinapokea na kutoa. Sababu kwenye ndoa nikizungumzia mambo ni mengi. Mambo ni mengi kwa sababu tunakutana watu wawili tofauti na tumelelewa tofauti. Na maisha yanaenda kibadilika kila siku tofauti. Lakini all in all, somo kubwa hapo niseme kwamba kuanzia awali tujifunze kuishi katika focus ya present. Sisi kule kwetu tunasemaga tuishi kwa leo tu. To live in this moment. Yani moment tuko kwenye hichi kipindi, akili yangu, fikra yangu iwe hapa. Kwa sababu mwanadamu, hii akili ndio inatutofautisha sisi na viumbe wote walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Ndio kitu pekee ambacho tumependelewa sisi. Sababu akili ndio inatengeneza makamera, manini, kwa hiyo kuna haja ya kuitunza. Kwa hiyo kwa kuweza kuishi kwa present, nitaepuka mizigo mingi ya mapito na uoga wa yajayo. Sawa. Kwa sehemu kubwa amezungumzia matarajio, si ndio usitarajie sana. Lakini nitapenda kidogo kuongea na Mama Lina kwa swala la matarajio. Mama, naomba tuambie kwa ufupi sana, mwanamke au mwanaume anapotaka kuingia katika mpango wa kuwa na familia, asitarajie nini au atarajie nini? Manake imekuwa ni kama wanawake wana uhakika kwamba mimi tu niolewe, ela nitaenda kuzikuta wapi? Huko ninakoenda. Hebu tuambie kidogo Mama Lina, atarajie nini au apange nini mwanaume wa kumwoa au mwanamke wa kumwoa, awe na nini asiwe na nini? Karibu. Asante sana. Mimi nataka tu niwaambie vijana, maisha ya pamoja ya wawili ni safari ndefu na inahitaji umakini na maandalizi makubwa sana. Mara nyingi kwa upande wa wanawake, mwanamke anasema nikiolewa kila kitu kimekaa vizuri. Lakini wakati mwingine unaweza kukutana na picha ambayo sio ile ambayo ulitarajia kwamba utaikuta. Mimi nataka kusema tu kwamba nichukue kwa upande wa binti kwanza. Nenda ukijua kwamba unaenda kufanyika msaidizi, sio mgojelezi. Maisha ya leo yamebadilika sana, sio kama zamani sisi tulipokuwa tunakuwa. Kila kitu kinahitaji pesa. Kwa hiyo nataka niwaambie binti, ujiandae kwenda kuwa msaidizi na kiongozi mwenza wa familia. Lakini kwa upande wa mwanaume kuna kazi kubwa. Wanaume nao wanajipanga kwamba nikipata mke labda anaweza kanifanya hivi na hivi, kanifanya mimi nikafanikiwa, nikaongeza kipato, nikapata furaha, lakini unaweza ukaenda na usivikute. Kwa hiyo unapokwenda katikati ya masuala ya familia au ya ndoa, ujiandae kukutana na chochote utakachokutana nacho.